Djigui Diarra leo amesimamishwa michezo mitatu na faini shilingi milioni 4. Lakini moja kati ya kitu ambacho najaribu kukitazama ni shangwe na nderemo kuhusiana na Djigui Diarra baada ya kusimamishwa michezo mitatu. Lakini ukubwa wa shangwe na nderemo ni kutokana na umahiri wake. Huo ndio golikipa ambaye alizima ndoto za Simba kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. Hata katika mechi za maamuzi zote ameonekana kuwa bora zaidi. Sherehe kuwa kubwa, manake Djigui Diarra ni mkubwa sana katika ligi yetu. Lakini ukweli sio pingika, amekuwa na mchango mkubwa katika ligi yetu hadi sasa. Katika miaka 4 tunakwenda mwaka wa 5. Hakuna golikipa kumfikia Djigui Diarra mpaka dakika hii. Na ndio maana shangwe imekuwa kubwa sana. Na hata value ya ligi yetu kwa asilimia kubwa ni kwamba Djigui Diarra amehusika kwa asilimia kubwa sana kuipa value hadi kufika katika renki nafasi ya 5 katika renki za CAF. Mchango wake upo wa asilimia kubwa sana. Kwa Djigui Diarra shangwe kuwa kubwa dhidi yake mara baada ya kufungiwa, ukweli ilikuwa ni kosa sahihi na kamati imechukua maamuzi sahihi. Lakini kitendo cha kuwa na shangwe kubwa, maanake Djigui Diarra ni mkubwa mno. Djigui Diarra amethibitisha yeye ni kama Mwalimu Nyerere wa magolikipa Tanzania. Huo ndio uhalisia, ima unataka au utaki. Ukiwaamsha Simba kwa sasa natamani kuwa na golikipa kama yule Djigui Diarra, ni kutokana na ubora wake aliokuwa nao. Kwa hiyo tosha kusema tu kwamba katika mechi 3 ambazo tutamkosa Djigui Diarra katika ligi yetu, kuna kitu kitapungua sana kwenye ligi. Lakini ambao wanakwenda kuchukua nafasi wanapaswa kuongeza umakini mkubwa sana ili kutupa kile ambacho walao kinachokaribiana na Djigui Diarra. Lakini Djigui Diarra ni kama Mwalimu Nyerere wa magolikipa Tanzania. Shangwe kuwa kubwa ni kutokana na ubora wake, si vitu vingine. Wako watu wamefungiwa hapa, hata kilele hakuna. Watajeni hapo.